الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بفضل الله وبرحمته tumefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, na hii neema kubwa alhamdulillah tukaweza kufunga mwezi na tukaukamilisha, na tuko katika mwezi wa Shawwal, na baada ya miezi michache tutaingia katika munasaba wa ayyam al-hajj, na kadhalika ni fursa nyingine kwa mwanadamu kuweza kutekeleza ibada kwa wingi, na hii neema ya Uislamu. Alhamdulillah, tukimaliza jambo hili kuna kuja lingine, ili wakati wako uwe saa zote waushughulisha katika ibada na katika ajr ambao kwamba itakusaidia yaumul qiyama. Katika mwezi wa Shaaban tulipokuwa tunaendelea na durusi zetu, tulikuwa na hichi kitabu chaitwa Tuhfatul Mawdud bi Ahkamil Mawlud. Kitabu hichi ni Ibn Qayyim al-Jawziyya ambao kwamba alipopata mjukuu akaandika kitabu hichi kiwe ni zawadi kumzawadia mwanawe katika munasaba wa kupata mjukuu. Akawamuelezea mambo tofauti tofauti, nikirejelea kwa haraka ili kuungamanisha haya masomo tofauti tofauti. Ilikuwa kwanza ni mtu ashajiishwa katika kuoa. Kitabu hichi tulipoanza katika masomo ya mwanzo ilikuwa tashjii ya mtu kwa aishi na mwenzake, mke aolewe na mume awewe, na katika malengo ya kuoana kupatikane watoto. Tazawwajul waluda alwaduda fa inni mubahim bikum al-umama yawm al-qiyamah, au kama qala salawatullahi wasalamu alayhi. Kisha kulikuwa na ada ya jahiliya ambao kwamba ilikuwa ni kuua watoto wa kike, ikazungumza katika kitabu hichi, tukafahamu yale maelezo machache yalikuwa yamo ndani. Kwa hivyo ni ada mbaya ilikuwa iko, na leo kuna baadhi ya watu wengine wanayo mambo kama haya, ambao kwamba akipata mtoto wa kike wanatukiwa, filhali wote mume na mke wote ni zawadi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa amekupatia, na huwa ni amana juu yako na majukumu juu yako vile vile. Kadhalika mtoto akizaliwa umchagulie jina zuri, ni katika mafunzo matukufu ya dini yetu, umchagulie mtoto jina zuri. Kadhalika katika sunna na mafunzo matukufu ni mtoto akizaliwa utukue ile inaitwa tahnik, utukue tende na uitie mdomoni mwako, kisha uitie katika mdomo wa ule mtoto aliyezaliwa. Haya katika mafunzo ya dini yetu tukufu. Dini yetu imekamilika. Kuanzia hujapata mtoto unafundishwa uchague mke, ukipata mtoto kuna ahkam na sunan za kumfanyia ule mtoto, na haya ndio ambapo kwamba durusu tunachukua katika kuendeleza. Kadhalika al-aqiqa, umfanyie sunna ya aqiqa. Ikiwa ni mtoto wa kiume ufanye mbuzi wawili kuwachinja, taqarruba ila Allah tabaraka taala na qurbanan. Ikiwa ni mtoto wa kike ufanye mmoja. Hii tumezungumza vile vile ni kufanya rabt haya masomo. Kadhalika umnyoe nyele yule mtoto ambaye kwamba atazaliwa, hii katika sunna, na wizani wa zile nyele uzipime umtolee sadaka, na katika mafunzo ya dini yetu. Kadhalika na ikiwa ni mtoto wa kiume uwe ni mwenye kumtairi, ili hii ni sunna ambayo kwamba iko katika mafunzo yetu matukufu ya dini yetu. Kisha kadhalika mtoto wa kike atobolewe tundu katika mashikio yake, ndio utakuta katika zina ya mtoto wa kike utakuta anavaa vipuli, na haya yote ni katika mafunzo matukufu ya dini yetu. Sasa tunaingia katika mlango mpya, nao ni mlango wa hukmu baulul ghulam wal jariya. Kama tunaufahamu kwamba tunakula na tunakwenda chooni, sisi wanadamu, sisi kainat na wanyama vile vile wanakula, wanazaana, wanakwenda chooni. Na kuna mwandishi amezungumza kuhusu alihtimam na vyakula na ihtimam na roho. Sisi mukawinat tumeumbwa kwa roho na kadhalika na hunu mwili wahitaji chakula, lakini na roho yahitaji chakula. Ndio anazungumza mmoja katika mwandishi, anasema katika roho na katika mwili ni kitu gani muhimu zaidi atakawe ufanye hamu nacho katika maisha yako? Taban mwili, kuanzia ukioa wahitaji ule uweze kufanya jimai. Mwanamke ili aweze kuzaa mtoto mwenye nguvu anahitaji kula, na Mwenyezi Mungu amejalia wanyama maziwa na mbuzi na ng'ombe, ile nyama zao twazihitaji kuweza kula. Kwa hivyo kula ni kitu muhimu sana. Unahitaji proteins, unahitaji vitamins, unahitaji carbohydrates. Hivi vyote vinapatikana katika vyakula, na ukikosea
katika kula au lisho yako unaweza ukapata udhaifu, unaweza ukahitaji kwenda kumwona daktari pindi ukipata matatizo, ukapata matatizo ya tumbo, ima kwa sababu ya food poison au kwa sababu nyingine yote, utahitaji kwenda kumwona daktari ili akutibu. Ikiwa pengine umepata tasmim, yani sumu katika vyakula vyako, utakwenda kumwona daktari akuandikie dawa. Sasa hili ni muhimu kwa wewe upate chakula, lakini umuhimu zaidi ni katika hii roho yako, na hii ni ilmu. Roho yako yahitaji dhikrullah, roho yako na yangu yahitaji Qur'an, yahitaji maneno ya Mwenyezi Mungu. Kuna amradhi alqulub, maradhi yanayoingia katika moyo, hasad, hiqd, bughdh. Na utakuta Mwenyezi Mungu, Mtume wetu sallam alipokuwa akizungumza kuhusu taqwa ambao ni ucha Mungu na ni kitu muhimu, alikuwa akisema attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, akishiria katika moyo wake. Kwa hiyo kunaingia maradhi ambayo kwamba ni maradhi ya moyo. Na Mtume Muhammad sallam katika hadithi alisema katika mwili kuna pande la nyama, likitengea pande hili mwili wote umetengea, likiharibika pande hili mwili wote umeharibika, nalo ni moyo. Kwa hivyo moyo ni kitu muhimu, ni kiungo muhimu. Kwa hivyo utakuta kwamba ukifariki na mimi nikifariki, unakwenda kuzikwa. Ukizikwa wewe unachangamana na mchanga, kisha utapotea, utakuwa pamoja na mchanga. Lakini roho yako ukifariki, roho inaanza safari mpya, ima itakuwa katika raudha min riyadhil janna au hufar min hufarin nar. Kwa hivyo roho yako na yangu ikizikwa tu mwanadamu, tayari imeanza safari mpya. Kwa hivyo utakuta kwamba wewe baina ya mwili na baina ya roho, ambao kwamba yafaa ufanye hamu nayo zaidi ni roho, na roho inapata chakula chake kwa maneno ya Mwenyezi Mungu, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Kwa hivyo sisi katika kuishi, wakati tunaingia katika huu mlango mpya, yataka ihtimamu yetu katika roho yetu iwe ni kubwa sana. Maashara alhadhirin, mlango wetu wa leo ni ma hukmu bawli alghulam waljariya qabla an yakula ta'am. Nini hukmu ya mkojo wa mtoto wa kiume na mkojo wa mtoto wa kike kabla ya kula chakula? Mtoto akizaliwa anategemea maziwa ya mama. Yale maziwa ya mama yana kila kitu, ni tajiri yale maziwa ya mama. Na ndio utakuta katika mafunzo matukufu, utakuta akiwa mama ana maziwa ya kutosha na mtoto aweza kuendelea kunywa maziwa, basi aendelee mpaka amalize miaka 2. Walwalidatu yurdhina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma arridhaa. Ikiwa mama ataka kumpatia mtoto na mtoto ana hajakataa kunywa maziwa na anayo, basi akamilishe ile miaka 2, huwa amempatia mtoto chakula cha kutosha na afya mzuri. Lakini sangine kuna mama wengine maziwa yao ni machache, hukatika katikati, na sangine watoto wengine hukataa maziwa mapema, ndio huenda katika kutumia yale maziwa ya unga au vitu vinginevyo. Sasa hukumu hii ni mtoto akiwa anategemea maziwa ya mama, hajatiliwa chakula. Mfano sangine mtoto anaweza kuwa katukua carrot, ukatukua na hichi, ukafanya blending, ukablend, kisha ikawa ndio chakula chake. Sasa hukumu ya chakula ambacho kwamba ni cha kutengeza si cha mama ni tofauti. Sasa mtoto akiwa ni mdogo bado, dhahaba jamhur ahli alilmi min ahli alhadith walfiqh fi at-tafriq baina bawl alghulam alladhi lam yakul ta'am wa bawl aljariya. Mwanamke katika fiqh, katika maneno haya aitwa jariya. Jariya ni kijakazi, lakini katika masala haya inaitwa jariya, ni mtoto wa kike. Hadithi inatuambia kwamba mtoto wa kiume anapokojoa ni tofauti na mtoto wa kike anavyokojoa. Mtoto wa kike akikojoa, mkojo wake la haya fi din, dini atakaifundishwe bila kuona haya, ili watu waweze kufahamu. Mtoto wa kike akikojoa, ukojoa ikashuka chini ule mkojo. Ndio hapa alipouliza mal hikma fi tafriq baina bawl alghulam wa bawl aljariya, nini tofauti baina ya mkojo wa mtoto wa kiume na mkojo wa mtoto wa kike? Sasa tunazungumza fiqh. Fiqh, Uislamu ni tajiri, umetuelezea kila kitu, mpaka namna ukienda chooni, namna kutamba, tumfundishwa na dini yetu. Hakufa Mtume wetu sallallahu mpaka ametufundisha kila kitu. Maji utatamba kwa mkono wa kushoto,
utatumia mkono wa kulia. Hakuna maji, utatumia majiwe, majiwe yenye pembe kadhaa, majiwe matatu, nkosa matano, yani unayo zaidi matano, 7. Na ukiingia mwituni, mfano jua, usikabili uchi wako ukakabili jua. Haya yote ni mafunzo ya dini yetu, kuonesha dini yetu ni tajiri. Sasa ilipokuja masala ya mikojo, hapa faida nyingine nitatoa. Vitu vinavyotoka kwenye tupu mbili, sisi sote kama wanadamu na kama wanyama, wana tupu ya mbele, wana tupu ya nyuma. Kwa hivyo yani khuruj min ahadi sabilaini, ima njia ya kutoka kwa mbele au njia ya kutoka kwa nyuma, ambao kwamba ni manii, madhi, mikojo yote inaingia hukumu ya najisi. Choo inaingia hukumu ya najisi. Lakini mfano, je, ute, je, matozi, haya inshallah katika wiki ijayo kiwa tuko hai na uzima tutachukua mlango huo. Na ni vitu vyatoka, lakini vyatoka sio sehemu hizo mbili. Sehemu hizi mbili ndio sehemu ambazo kwamba kinachotoka ni najisi. Lakini hapa sitaki kupanua, maana ukizungumza zaidi utaingia kwamba manii yakitoka kisha anazaliwa mwanadamu, je, ule mwanadamu atakuwa najisi? Sitaki kwenda huko sana kwa leo. Leo ni katika huu mkojo wa mtoto ambao kwamba ategemea maziwa ya mama. Furqa baina al-ghulam wal jariya fi al-ma'na bi'iddati furuq, tofauti ya mkojo wa mtoto wa kiume na wa kike ambao kwamba ategemea mama, ategemea maziwa ya mama. Anabulu al-ghulam watatayar wa yantashir hahuna, mtoto wa kiume mkojo wake unaruka. Anaweza mfano ukiwa atakumvisha nepi au pampers akakurushia wewe, fayashuqu ghasluhu, itakuwa taabu wewe kuosha ile shati lako au ile nguo uliyovaa. Wa bawlul jariya, mtoto wa kike, yaqa fi mawdhi wahid, akikojoa hukojoa pale, ikiwa ni kwenye bedsheet, bed cover, tauli, ni mpira, atakojoa pale pale. Kwa hivyo ilipokuwa wewe utarushiwa huku na kule na kule, ile nguo yako wewe unaoitukue unyunyuze maji, ishatosha. Na mtoto wa kike pale alipokojoa ipasafishwe pale pahali. Lakini sasa mtoto wa kiume anapokuwa ategemea maziwa, sio wewe uitukue nguo yote ukaifue kisha urudi ungoje ikauke ndio ivae. Katika yusr wa dini yetu ni kwamba alhamdulillah, ikisha kufanya hivyo wewe umenuniza maji, imetosha. Annabawlul jariya antan min bawlil ghulam, mkojo wa mtoto wa kike ni mzito zaidi na una harufu kali zaidi kushinda mtoto wa kiume. Akarudi muallif wa kitabu akasema, lianna hararati dhakar aqwa, harara ya kuurusha ule mkojo wa mtoto wa kiume ni mkubwa kushinda mtoto wa kike. Mtoto wa kike mkojo wake, na baadhi ya elimu nyingine zinasema mtoto wa kike au mwanamke hawezi kuzuia mikojo. Yani mfano mmesafiri, mwanaume aweza pengine akajizuia zaidi kushinda mtoto wa mwanamke kulingana na utafiti wa kielimu. Ingawa elimu imekuja ikasema kwamba wanapokuwa mpaka wamekuwa juu, harufu ya mikojo yote miwili huenda ikawa sawa. Ukichukua ile mikojo ukitia laboratory na makhbar mukhtabar, ikienda kipima, inaonekana wakiwa watu wazima inakaribia kuwa iko sawa sawa, lakini wakiwa wadogo mkojo wa mtoto wa kiume ni tofauti na mkojo wa mtoto wa kike. Na sehemu ya tatu ambayo kwamba imefarikisha katika ada za jahilia, katika ada za siku za nyuma, mtoto wa kiume alikuwa kibebwa zaidi. Mtoto wa kiume utambeba, mtoto wa kike wanaombeba mara nyingi ilikuwa ni watu wa familia, sababu mtoto wa kike, nature ya mtoto wa kike yataka ahifadhiwe, uchi wake, maziwa yake, sauti yake. Anaweza tangu akiwa mdogo ikawa ni fitna kwa watu wengine. Kwa moja kwa moja ilikuwa anna haml alghulam akthar min haml aljariya litaalluq alqulub bihi. Utakuta mtoto wa kiume atabebwa na ule, lakini mtoto wa kike watu wengine huwa hawataki mtoto wa kike wake pengine abebwe na watu ambao ni ajnabi, ima kwa sababu ile privacy kwamba huu ni mtoto wa kike, asije akafitinishwa, wengine wakamweka hapa, wana fikra baya, ni wagonjwa. Sasa ilikuwa katika desturi tofauti haya mambo yakizingatiwa. Kwa hivyo inshallah, kwa kuzingatia wakati, leo ilikuwa mlango huu ni kuzungumza kuhusu mkojo wa mtoto wa kiume na mkojo wa mtoto wa kike. Mkojo wa mtoto wa kiume ukiruka, basi wewe usitukue ile nguo yote ukaenda kaifua, tukua maji ununuze pale pahali, maadamu hajaanza kuwa ni mtoto mkubwa anategemea maziwa ya mamake. Inshallah itakapokuwa sasa amekuwa ni mkubwa, aanza kula chakula, basi hukumu yake itakuwa shabadilika, itabidi pale pahali
ima uivue kidogo. Ni kama wewe mtu mzima, tone la mikojo likiingia kwenye ile kostumu yako au chupi yako au suruali, utajaribu uivue pale chooni, uifue namna ile. Au ntoka na tone la madhi, mfano umekuwa na shahawa nyingi imetoka, utatukua pale. Maana saa nyingine walozoea jimai ya siku nyingi na wamekaa pengine hajapata nafasi ya kufanya jimai, huweza kawa na shahawa baada ya mikojo ikatoka ile. Sasa wewe ni ujizuie, umalize, usafishe pahali ile nguo yako, usafishe, kisha urudi uweze kukamilisha ibada zako. Inshallah, kwa haya machache ambao kwamba tumeyafikia kwa kuzingatia wakati, tuombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakallahu fikum wa shukran.